mgeni rasmi, napenda pia kutumia fursa hii kushukuru serikali ya mkoa wa Njombe kupitia ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na kamati nzima ya ulinzi na usalama, afya, uongozi wa michezo kwa ukarimu na ushirikiano wao ambao umetujengea mazingira mazuri na kufanikisha hafla hii. Ushirikiano wao umetuwezesha kufanya maandalizi mazuri na kuwaleta pamoja wafanyakazi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu na kuungana pamoja katika michezo hii inayoendelea mkoani Njombe. Hassan kwa kuwezesha kuwepo mazingira mazuri ya michezo hii ya Mei Mosi, na kwa kumbukumbu zangu tangu aingie madarakani tumekuwa. Ndugu washiriki, nimefarijika sana kusikia michezo hii inahusisha wafanyakazi kutoka taasisi mbalimbali za umma na binafsi, ikiwa ni pamoja na mashirikisho ya Shimiwi, Shimuta, Shimisemita na Bamata. Ushiriki huu mpana unaonesha jinsi gani michezo ilivyo nyenzo muhimu ya kuimarisha mshikamano, afya na mahusiano mema kazini. Ndugu washiriki, kauli mbiu ya Mei Mosi mwaka huu ilisemayo kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050 ni ya msingi sana. Kauli hii inatukumbusha umuhimu wa kufanya kazi katika mazingira yenye heshima na usawa, huku tukitambua nafasi ya michezo katika kuboresha afya na ustawi wa wafanyakazi. Serikali chini ya uongozi thabiti kabisa wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuthamini na kuunga mkono michezo kama nyenzo muhimu ya kujenga taifa lenye afya bora, umoja na uzalishaji wenye tija. Tunatambua kuwa michezo si burudani tu, bali pia ni chanzo cha ajira, kipato na hata utambulisho wa taifa letu kimataifa. Ndugu washiriki, nimefurahishwa pia sana na jitihada zenu za kuunganisha michezo na masuala ya kijamii kama vile kutembelea vituo vya wahitaji pamoja na kutangaza utalii wa mkoa wa Njombe. Hizi ni hatua muhimu zinazodhihirisha kuwa michezo inaweza kuwa chombo cha maendeleo jumuishi. Vile vile nakiri kupokea changamoto mlizozieleza, hususan mwitikio mdogo wa baadhi ya taasisi kushiriki katika michezo hii. Nitumie fursa hii kuziagiza na kuzihimiza taasisi zote za umma na binafsi kuona umuhimu wa michezo na kuhakikisha wafanyakazi wao wanashiriki kikamilifu. Afya ya wafanyakazi ni mtaji mkubwa kwa maendeleo ya taifa na taasisi kwa ujumla. Aidha, niwahimize wafanyakazi wote kuendeleza utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara, si kwa kipindi cha mashindano pekee, bali kama sehemu yao ya maisha yao ya kila siku. Jojo Kuganda ambaye ni mdhamini mkuu wa mashindano haya kutoka kwenye taasisi ya Smart Sports, ni taasisi ambayo sio geni kwenye masikio ya watu. Nafikiri ni mara ya 3 au ya 4 kuelekea kwenye mashindano tofauti katika udhamini. Mwaka huu kwa mara ya kwanza kuingia udhamini na Mei Mosi, kamati ya Mei Mosi ambayo inafanyika hapa jijini Njombe. Kama mliona ni kwamba mashindano yamefana, yameanza vizuri, yanaendelea vizuri. Sisi kama wadhamini tumeingiza takriban udhamini wa milioni 21 katika kutoa zawadi zote za washindi, kutoa vifaa, baadhi ya vifaa kwa kamati ndani na mengineo mengi kwa kuchezea mpira katika mashindano haya. Ninaposema kwamba kwanza nashukuru sana ila Njombe, japo hali ya hewa kidogo mara kwanza ilikuwa ya shida, lakini tumeenda vizuri na mashindano vizuri. Na vile vile ni fursa kwa Njombe kwenye mji huu kupitia mashindano haya. Nafikiri Njombe imechangamka, Njombe na washiriki zaidi ya 2000 katika mashindano haya. Kimsingi ni kwamba kama Smart Sports ambao nadhamini na yangu bado iko wazi kama nilivyosema awali, na shughuli yetu kubwa ni uuzaji wa michezo, ambao duka letu kubwa liko pale Sinza Madukani, lakini tuna branch pale Dodoma, makao makuu, maeneo mengine. Kwa hiyo tunakaribisha taasisi zingine zote, wizara, idara za serikali ambao wanahitaji huduma zetu kwa ajili ya ambao vilivyo bora na kwa bei elekezi na kwa bei rafiki kabisa kupitia kwa taasisi hizi. Fursa kwa Njombe kwa sababu tumeletea vifaa vizuri, quality kabisa vya michezo, ambapo kwa kweli nimefurahi watu wa Njombe wameitikia. Nimepata bahati, kuna baadhi ya timu za Njombe hapa za shule za nini tumezana nao, wamechukua baadhi ya vifaa vyetu na wameridhika. Kwa ni fursa na mpata kwa bei ambayo ni bei rafiki, kwa kweli bei rafiki tofauti bei zingine. Ukiwa mwekezaji kwenye engo hii ya michezo, mnaonaje michezo inakuwa fursa kiasi gani kwenye nchi yetu hivi sasa? Kwa kweli michezo ni afya kwa watumishi wa serikali na taasisi na makampuni. Michezo ni afya. Michezo hii inasaidia kupunguza gharama kubwa za taasisi za serikali kwa ajili ya
kuleta kwenye matibabu ya wafanyakazi wao, lakini ni michezo fursa. Na ukiangalia vile vile hata baadhi ya wachezaji kwa timu, unaangalia timu za netball, tofauti timu ya kamba, football, unaona kabisa kuna vipaji ambavyo ni vikubwa kupita kwenye michezo hii. Kwa mara ya kwanza naona wachezaji wengi vijana sana ambao ni waajiriwa, ni vijana wapo, lakini unaona talent kubwa sana katika michezo. Watakuja kutupa kitu huko mbele kupitia kwenye michezo hii. Kwa majina naitwa Moni Luvanda, ni mratibu wa Kitulo Garden Marathon. Nipende kuwashukuru sana waliofikiria kuileta Mei Mosi katika mkoa wetu wa Njombe. Pia napenda kumshukuru Mheshimiwa Mtaka ambaye kila siku anazidi kutuhimiza hasa kwenye upande wa michezo. Kwa hiyo Mei Mosi kwa sisi watu wa Njombe tutafaidika kwa mengi, kwa wafanyabiashara. Sasa hivi kama mnavyoona, sasa hivi tu hoteli karibu zote zimeshajaa ndani ya mkoa wetu, kwa hiyo ni faida kwetu. Pia wafanyabiashara wote ambao wako pembeni ya nchi yetu, sehemu zote mbalimbali, tunawakaribisha warudi huku kwetu tuweze kuinua mkoa wetu. Katika yote na yote tunazidi kuwakaribisha wana michezo wote, watu wanaopenda kufanya utalii. Tuna kivutio chetu ambacho kinaitwa Kitulo, na siku ya tarehe 2 tutakuwa na marathoni kule, itafanyikia ndani ya hifadhi ya Kitulo. Kwa hiyo kwa wewe mgeni unayekuja sehemu yoyote, unayekuja Njombe kwa ajili ya Mei Mosi, tunaomba tufunge na wewe Kitulo. Tarehe 1 itakuwa ni bata, tarehe 2 itakuwa ni marathoni. Kama ilivyo kawaida, marathoni ni kiburudisho na ni afya. Karibuni sana Watanzania wote, tunawakaribisheni. Mwamko wa wageni kujiandikisha kushiriki huko? Mwamko wa wageni ni mzuri, bado ni mkubwa na hatujafunga daftari. Tunazidi kuwakaribisha wote ambao bado hawajajiandikisha. Kwa hiyo karibuni, tuendelee tuweze kufika katika kituo chetu ambacho ni bustani ya Mungu, ambayo ni adimu, ipo moja tu katika dunia nzima. Tunawakaribisheni sana.